Ya katika kaunti ya Machakos iko katika hali mbaya baada ya punda wao kumjeruhi mama mwenye boma hiyo alipomvamia na kumuuma. Punda huyo pia akimuuma kijana wa mama huyo na kumvunja mkono. Mike Chalo na taarifa hii. Ni punda aliyegeuka na kuwa mla watu. Punda huyu akigeuka na kuwa tishio kwa wamiliki wake. Mama mwenye boma hii, Selina Ndinda, akiachwa na jeraha la mkono begani na kwenye vidole vyake. Punda huyu alipomvamia wiki jana alipokuwa akimfunga malishoni. Alikuwa anaenda kwenye naifunganga. Sasa alikuwa na mwingine, lakini huyu mwingine hakuwa wa kike, alikuwa wa kiume. Sasa nilikuwa naenda kuwatenganisha wakiwa wanafikana. Kitambo nifurute kamba nifungie mahali, ndiye akakuja mkono wangu wa light. Si ndiye nikisungusha kamba kwa mti akaniuma. Hali ilikuwa mbaya zaidi siku ya Jumapili baada ya kijana wa mama huyu mwenye umri wa miaka 38 alipokuwa akimtenganisha punda huyu na punda wa jirani walipokuwa wakijamiana. Punda huyu akimuuma na kumvunja mkono. Kwa sasa kijana huyu akiwa amelazwa katika hospitali ya Machakos Level 5. Lakini usikia punda usinaumana akisiona. Ni hiyo siku niliona imeuma kijana. Siona ikiuma mtu. So ameuma mkono na umefunjwa. Nilijaribu ilimfunja mkono sababu ilimuuma, na nasikianga funda ikiuma nyama itokangi. Kwa mujibu wa wakazi ambao wana tajriba ya ufugaji wa punda, punda huwa hatari anapokuwa na hitaji la kujamiana. Ukienda kuwatenganisha, hiyo funda hata inaweza kukuua. Kwa sababu kila kitu iko na haja yake kama binadamu. Punda alikuwa anakimbilia mwanamke. Yaani hii punda kike ndio inakuanga na hii pumzi ya kuzaa. Kwa sasa familia hii imeachwa na uzito wa fedha za matibabu. Mama huyu na mwanawe wakiwa wanatibiwa majeraha walioyapata kutoka kwa punda huyu. Mama anataka usaidizi kwa sababu wakati alienda hospitali aliambiwa kila ndawa yoyote hiyo ya kichaa ambao ni rabies ni lazima kila shindano alipie 1,000. Aidha, mama huyu sasa anawataka maafisa wa kilimo katika kaunti ya Machakos kumsaidia kumdhibiti punda huyu, kwani anapania kumuua ili kuondoa jinamizi hili katika boma lake. Kili kwanza kama ya kutoka jana sikumpea chakula. Nimemkalisha bila asikie njaa ndio afungue nguvu. Ndio kama ni kumuua nimuue rahisi. Mike Chalo, TV47.